Kuna wakati si kila unalolitaka litakuja kwa wakati wewe unaotaka, au si kila unachokitaka utakipata kwa njia ile unaitaka. Kuna wakati ni lazima ukubaliane na kilichopo, kwa sababu huenda ndio ulichostahili hicho. Hakuna neno lolote tunaloweza tukazungumza kwenye haya yanayoendelea hivi sasa duniani, lakini kweli inabaki kuwa mara zote haki, hata ikichelewa vipi, itabaki kuwa haki na itakuja kurudi kwa mwenye haki. Haya tunayoyashuhudia sio hadithi wala sio simulizi. Kumekuwa na hadithi nyingi za kupikwa, za kutengenezwa, za kutaka kujaribu kusawazisha mambo ambayo tayari yalikuwa yametoka nje ya mstari. Kuna watu walituaminisha ambayo hayawezekani, na sasa wanataka kujaribu kuklia makosa yao kwa kupitia makosa yao, lakini tunafahamu binadamu wana uelewa mkubwa sana, na binadamu wanayaona mambo kwa jicho tofauti. Nilisema katika mazungumzo yangu ya jana mara zote kuwa ilikuwa inatafutwa njia ya aina yoyote kujaribu kukwepesha uwajibikaji katika maamuzi. Uwajibikaji wa maamuzi ni ule ambao Rais Donald Trump alizungumza kuwa ataamua kile anachokiona kwake ni sahihi, lakini ukweli mambo hayakuwa upande wake, au unaweza kusema kuwa hii mechi haikuwa kwenye upande wake. Ninafahamu kuwa kuna watu hawakulala kabisa usiku wa jana, hasa wakisubiri kile ambacho kilikuwa kimeandikwa kama jehanamu ambayo itawatokea wa Irani, na watu wote walikuwa wakisubiri hilo. Nimepokea meseji nyingi sana za usiku ambazo siwezi kuzijibu. Alfajiri meseji zinaendelea, na mpaka muda huu meseji zinaendelea. Inaonekana kuna watu hawafahamu hata nini kinachoendelea. Kinachoendelea ni kuwa Donald Trump jana aliandika kwenye mtandao wake kuwa amesitisha mashambulizi kwa Irani kwa wiki 2 kutokana na ombi lililopelekwa kwake kutoka kwa waziri mkuu wa Pakistan Bwana Sharif. Kupitia msemaji wa White House Caroline Levitt, awali alitoa taarifa kuwa Marekani ilikuwa imepokea proposal ambayo ilitoka kwa Pakistan ikiomba Marekani, yani Pakistan ikiomba Marekani kuwa inapaswa iongeze angalau wiki 2 zaidi kuipa Irani ili iweze kufikia makubaliano. Kwangu mimi ambaye ninajua hii michezo, nilizungumza katika mazungumzo yangu ya mchana kwenye group, nikawaambia kuwa hii ilikuwa ni proposal ya Marekani iliyokwenda Islamabad, alafu Islamabad akaichapisha kuipeleka kwa Irani, akairudisha kwa Marekani ionekane kuwa Marekani hakuhusika na hili, kwa sababu vifungu vyote vya maombi vilikuwa ni vile vile ambavyo Marekani alikuwa ameviwasilisha awali. Irani walitupilia mbali maelezo yote ya Marekani na maombi yote ya Marekani katika vifungu vyote 15, wakasema havikubaliki kwa sababu havilingani na uhalisia uliopo. Unachokihitaji au unachokitaka hivi sasa hakilingani na kile unachokimiliki hivi sasa. Kwa hiyo Irani wakatupilia mbali. Irani wakaandika proposal yao ya mambo 10. Wakasema kuwa ikiwa mnahitaji usitishaji wa namna yoyote wa hii vita, basi msingi wa mazungumzo yoyote yajayo yatakuwa katika proposal zetu, sio zenu. Na hiyo proposal ilivyokwenda Pakistan wakaiwasilisha kwa Marekani, na haraka Donald Trump akakubali proposal ya Iran ambayo ndio itakuwa msingi wa mazungumzo ambayo yanakusudiwa kufanyika pale Islamabad siku ya Ijumaa au Jumamosi. Ukweli ni kuwa mechi hii imekuwa ni ngumu. Mechi imeleta maafa katika pande zote, lakini ukweli kuwa kilichoanza mwanzo na kilichopo hivi sasa, kuna upande umefaidika zaidi. Irani walikuwa kwenye kutengwa na dunia, katika mbinyo wa dunia, katika vikwazo vya dunia kwa zaidi ya miaka 47. Kwa hiyo wameishi katika hali ngumu kwa miaka 47. Ndio maana walivyofika kwenye hii vita ya siku 30 kwenda 40, wao wanakuambia sisi tumeishi miaka 40, acha hizi siku. Tumeishi katika dhiki ngumu kwa miaka zaidi ya 46 au 47 jumla. Tukavumilia. Hivi sasa hatuwezi kushindwa kuvumilia hiki kidogo ambacho kitakuja kutupa nafuu kubwa sana. Sasa Rais Donald Trump ametangaza ushindi binafsi kuwa kwa kitendo cha usitishaji wa vita ambao utakuwa kwa wiki 2 na kuruhusu meli ziweze kupita Hormuz kwa utaratibu ambao utafanywa na Irani. Yaani usimamizi wote wa meli utasimamiwa kwa usalama na udhibiti wa IRGC ambalo ni kundi la kigaidi kwa mujibu wa EU. Tuelewane. Kwa mujibu wa EU, European Union,
kuwa hili ni kundi la kigaidi kwa mujibu wa Australia na kwa mujibu wa Marekani. Lakini sasa Marekani yuko tayari kushirikiana na magaidi katika kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa. Donald Trump ametangaza ushindi kamili wa amani duniani. Hata unashindwa kuelewa kuwa aliyeanzisha hili ni nani. Mara kadhaa wanasema ukiwa mwanasiasa ni lazima uanzishe tatizo alafu ulitafutie suluhu hilo tatizo. Wewe unakuwa ni mwanasiasa bora sana ikiwa utaweza kuyafanya hayo. Kwa hiyo kawaida ya wanasiasa hutuanzishia matatizo, halafu anakuja yeye anakuwa anasimama kama yeye suluhu ya hayo matatizo, halafu anapata sifa kuwa yeye ndio ametatua hilo tatizo. Ndio kitu ambacho Donald Trump anajaribu kukifanya. Sasa huu ushindi wa Marekani tafsiri yake inakuwa ni ipi? Ukweli kuwa Irani wamefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana. Chukulia kuanzia mwanzo wa vita, wakati Marekani na Israeli wanaingia kwenye vita, malengo waliokuwa nayo ya vita mpaka wanapokuja kwenye ceasefire wamesimamia wapi? Je, wamesimamia walipoingilia? Utaona ni vitu viwili tofauti. Regime change, kuzuia uwezo wa Irani wa kurutubisha urani, kuzuia makombora, kuzuia Irani kusaidia proxy. Haya ndio yalikuwa malengo makuu ya vita ya Marekani na Israeli. Lakini wanakuja kuimalizia wapi? Wanakuja kwenye ceasefire wakati gani? Marekani anaomba ceasefire ili mlango wa Hormuz uweze kufunguliwa. Hivi unaelewa Irani walivyoibadilisha hii mechi kuipeleka upande mwingine? Kwa sababu walichofanikiwa wamebadili malengo yote ya msingi. Malengo yote ya msingi ambayo Marekani na Israeli waliingia nayo kwenye vita hayapo kabisa. Na sasa wamekwenda kumlazimisha Marekani na Israeli, au wamemlazimisha Marekani kuwa utasimama kwenye mazungumzo na sisi kwa kufata vifungu vyetu, sio vyako. Kwa hiyo wanarudi kwenye kile ambacho walikisema awali kuwa hii vita itamalizika kwa masharti yetu, na ndio hilo ambalo limesimama mpaka sasa kuwa msingi wa mazungumzo yajayo ya Islamabad yatachukua katika mambo 10 ambayo Irani wameyawasilisha kwa wapatanishi ambao ni Pakistan. Hii peke yake ni ushindi mkubwa sana kwa Irani. Irani wana kila sababu ya kutangaza kuwa wao wameshinda, kwa sababu malengo yote ya Marekani hakuna lengo hata moja lililotimizwa. Lengo kubwa la Marekani lilikuwa ni uharibifu mkubwa wa ndani ya Iran, na hilo niliwaambia kuanzia awali. Marekani na Israeli wana uwezo wa kuifanya Irani ikawa Gaza, wana uwezo wa kuvuruga kila sehemu, lakini hawawezi kutimiza lengo lolote ambalo wameanza nalo, kwa sababu hawa wa Irani wanajitambua na wanaelewa nini cha kufanya. Sasa nilikuwa nikipitia haya mambo 10 ambayo Irani wamewasilisha, na ndio ambayo yatakuwa msingi wa mazungumzo ambayo yajayo, na mimi nitakusomea haya mambo yote. Wanasema hivi: Marekani imekubali pointi 10 za Irani kama msingi wa mazungumzo, ambayo inashangaza kiasi, lakini hakuna shida kuwa ndio imekuwa hivyo. Jambo la kwanza, dhamana za usalama. Dhamana ya lazima kwa Irani haitashambuliwa tena katika siku zijazo. Ndio kitu alichokuwa kikizungumza kuanzia awali. Jambo la pili, Irani wanasema amani ya kudumu, mpito hadi mwisho wa kudumu wa vita, badala ya mfululizo wa kusitisha mapigano kwa muda. Yani wanataka kuwa katika wiki 2 hizi lazima ipatikane suluhu ya kudumu kati yeye na washirika wake wote, wakiwemo Lebanoni, wakiwemo Yemen, wakiwemo wote, kuwa wanakwenda katika hili swala kwa pamoja. Hakuna tena mashambulizi yoyote yatawatokea hata warafiki zake. Namba 3, kukomesha mashambulizi nchini Lebanoni, kusitishwa mara moja kwa shughuli za kijeshi za Israeli dhidi ya Hezbollah nchini Lebanoni. Mmeelewa jambo la 3 hilo. Jambo la 4, kuondoa vikwazo, yani kupunguza vikwazo, kuondolewa kwa vikwazo vyote vya Marekani na kimataifa vilivyowekwa katika ardhi ya Irani. Mmeelewa? Jambo la 5, kukomesha uadui wa kikanda, makubaliano mapana ya kukomesha mapigano yote kikanda dhidi ya washirika wa Irani. Yani washirika wa Iran ni hao Hezbollah, washirika wa Iran ni hao Houthi wa Yemen pamoja na Hamas. Yani haya makubaliano lazima ya akisi wote, sio Iran akikaa kwenye amani wakati wenzake wanashambuliwa upande wa pili. Kwa hiyo wanasema hili lazima lifanyike. Hilo lilikuwa ni jambo la 5. Jambo la 6, kufungua mlango wa Hormuz kwa kubadilishana na hayo hapo juu. Irani inakubali kuondoa kizuizi chake halisi cha kufungua tena mlango wa Hormuz ikiwa yale ya juu yote yatatekelezwa. Jambo la 7, ada za usafiri, kuanzishwa kwa itifaki ya kupita salama ambayo inajumuisha ada ya dola milioni 2 kwa kila meli inayopita kwenye njia ya maji. Jambo la 8, mgawanyo wa mapato. Irani inapendekeza kugawanya ada hizi za usafiri na Omani ambayo iko ng'ambo ya mlango wa bahari. Hawa ndio wawili. Niliwahi kuambia kuwa
mfereji wa Hormuz sio maji ya kimataifa, ni maji yanayomilikiwa kati ya Omani na Irani. Kwa hiyo Irani wanapendekeza kuwa mgawanyo wa mapato kati yao na Omani. Yaani Omani walikuwa wametulia, Irani anatikisa mti, zile zabibu zinadondokea Muscat na miji yake. Kwa hiyo Omani wanakuja kuteleza vizuri kabisa kwa mapato, kuongeza uchumi wao kwa nguvu ya Irani. Jambo la 9, lazima upatikane ufadhili wa ujenzi upya. Irani itatumia sehemu yake ya ada kujenga upya miundombinu iliyoharibiwa na mashambulizi ya Marekani na Israeli badala ya kudai fidia ya moja kwa moja ya kifedha. Kwa hiyo Irani kwanza walikuwa wamedai, wanasema kuwa ni lazima walipwe fidia kwa uharibifu uliofanyika kwenye nchi yake. Sasa hilo wameliondoa, wanasema kuwa ada watayochukua kwenye tozo ya hizi meli ndio watafanyia ujenzi katika uharibifu uliotokea kwenye nchi yao. Jambo la 10, haki za urutubishaji wa nyuklia kutambulika na haki ya Irani kurutubisha urani chini ya mkataba wa kutosambaza nyuklia NPT utaendelea kufanya kazi. Niambie, haya ndio malengo ya Irani. Wakati wanaingia kwenye vita, walikuwa wanataka Irani asiwe na nyuklia, Irani asiwe na makombora, Irani asisaidie proxy wake, Irani azuie urefu wa masafa ya makombora yake. Ilikuwa ndio hivyo, nyuklia, urutubishaji, makombora na regime change. Nani kapata nini? Hayo ndio ya Irani yaliyo mezani. Yako wapi ya Marekani mezani? Kwa sababu madai ya Marekani yote hayapo, kwa sababu Irani nyuklia wanarudi kwenye kauli walioizungumza kuanzia mwanzo kuwa nyuklia yetu ni amani na usalama. Wamebaki pale pale nyuklia yao. Hakuna mjadala kuhusu uwezo wao wa makombora. Makombora hayapo katika mjadala, wala hawajaleta kabisa katika mjadala kuwa manake makombora yanabaki katika uwezo ule ule. Mara kadhaa nimesema na nimewahi kukukumbusha kuwa unakaa mezani unatafuta nini? Yaani kukaa mezani si lazima ukae mezani. Unakaa mezani unatafuta nini? Umeshikilia nini? Kuna mambo mawili tu yatakufanya ukae kwenye meza. Ukae kwenye meza kwa sababu unacho ulichokishikilia, ukae kwenye meza umalize ili utulie uendelee. Unaweza kukaa kwenye meza kwa sababu ya kunusuru kidogo kilichobaki. Kidogo kilichobaki. Sasa kidogo kilichobaki, Amerika anajua kabisa kuwa alikuwa anakwenda kupoteza kidogo kilichobaki eneo hilo. Kwa sababu wakati Donald Trump jana anatishia kushambulia, Irani walipeleka listi ya silaha walizonazo kwa Pakistani, wakamkumbusha kuwa silaha zetu tulizonazo hifadhi tulizonazo za drone, makombora na kila kitu, tuna uwezo wa kupigana miaka 10 mbele. Kuwa tutaweza kupigana miaka 10 na tukabaki tunapigana. Kwa hiyo hilo tayari walishawajulisha upande wa pili kuwa tuko vizuri kwenye hilo. Na hilo upande wa pili walifahamu. Unajua uchaguzi wa Novemba hauko mbali sana kwa Marekani ambao ni nusu msimu. Nguvu kubwa ya ndani ya Marekani ambayo ilikuwa inampinga Trump kwa kiwango kikubwa, hasa kwa kauli zake za hivi karibuni. Ndio maana ilibidi atumie kauli za hovyo, kauli zinazokiuka haki na sheria ili angalau aweze kupata chochote. Irani jana jioni wakatoa listi ya maeneo ambayo na wao watashambulia wakati Marekani atapoanza kushambulia miundombinu. Wakatoa tahadhari kwa Saudi Arabia, wakatoa tahadhari kwa Bahrain, wakatoa tahadhari kwa Kuwait, wakatoa tahadhari kwa Israeli, wakatoa kwa Jordan. Nchi nyingi walishazitoa na maeneo ambayo wakasema watu wasisogee hapo kuanzia saa 5 usiku kwa saa za Irani, kwa sababu wakasema mpaka pale tangazo jipya litakuja. Kwa sababu Marekani alifahamu kabisa kuwa hawa watu walikuwa hawajapiga goti, walikuwa hawajasalimu amri kwa amri yoyote ambayo anaitaka. Sasa pale ukisikiliza wafuasi wao wanasema Irani kasalimu amri, amekubali kufungua Hormuz. Hii ndio ilikuwa lengo. Yaani ni kama Irani amekutoa kwenye mchezo, amekupeleka kwingine, halafu unashangilia ushindi ambao tayari umekutoa kwenye reli. Kwa sababu malengo yako yaliyokuleta kwenye vita ni yapi? Malengo yaliyokuleta kwenye vita ni regime change ambayo haijapatikana kabisa, haijapatikana. Watu walioingia ni watu wenye misimamo mibaya zaidi kuliko hata waliokuwepo mwanzo. Hakuna chochote walichokibadilisha katika kauli za kuanzia mazungumzo mpaka sasa. Kauli zao zimesimama kuwa ni zile zile, kuwa tunabaki wale wale katika kipindi kile kile na serikali ile ile. Katika haya mambo 10 hakuna tena ofa ambayo Marekani amepewa. Marekani katika mazungumzo aliyoyavunja na kuingia vitani, nilizungumza wakati ule nikamwambia kuwa Marekani aende akatimize kijeshi apate zaidi, au akipoteza atakumbuka hichi alichopewa ofa. Mnakumbuka maneno yangu, niliwaambia kuwa Marekani hii ofa aliyopewa na Irani ima aichukue au aikatae, na kama ataikataa aende kwenye hii ofa akatafute yeye anavyotaka kutumia nguvu apate kikubwa zaidi. Kama akikosa kikubwa zaidi atakuja kuikumbuka ofa ambayo tayari aliwekewa mezani na ilikuwepo mezani. Leo hii mambo 10 yanakwenda, hakuna ofa yoyote Marekani ambayo amepewa na Irani. Kwa hiyo ile haipo. Sasa angalia, leo hii yote walioyafanya Marekani na Israeli yanakuja juu ya kichwa cha dunia kurekebisha ndani ya Irani. Sasa jambo moja tazama.
Irani alikuwa na struggle na vikwazo. Irani alikuwa na udhibiti wa fedha. Irani alikuwa njia ya Hormuz ilikuwa licha kuwa ilikuwa kwake, lakini ilikuwa kwenye udhibiti wa kimataifa. Leo hii mfereji wa Hormuz uko belong to Iran and Omani. Nani kapata? Tayari umeona kuwa shida ya dunia ilipotokea baada ya Hormuz kuishikilia, lakini nani sasa anai control Hormuz? Ni Irani. Na wanakwenda kwenye mazungumzo akiwa na control, na hili ni moja ya sharti la hili. Lakini swala la vikwazo, tayari Marekani iliahidi kuwa itaondoa vikwazo vyote kwa Iran na ilishaanza kuondoa vikwazo vya mafuta. Wamemzuilia kuuza mafuta kwa miaka 47 kuhakikisha kuwa Irani hawezi kupata fedha yoyote. Lakini sasa Irani anaingia kwa nguvu kuwa yeye ni mmoja pia wa majiant ambao walioko Middle East. Gazeti la Washington Post liliandika kuwa Irani aliingia mdogo kwenye vita, anatoka akiwa giant kwenye vita. Ukweli unabaki kuwa Irani anaingia kwenye rank za nchi zisizo, yani nchi zenye msuli duniani. Yani nchi zenye msuli ambazo kuwa hazitakuja kusumbuliwa. Irani anaingia kwenye hili. Lakini kwenye hili Israeli kapata nini? Israeli kapata nini? Kwa sababu niliwaambia hii vita ilikuwa ni ya uhai wa Israeli na uwepo wa Israeli. Jambo moja ambalo nitakukumbusha na nitakwambia, wanaweza kwenda kufikia makubaliano kwenye meza na Irani akabaki kumiliki mfereji wa Hormuz katika kipindi hiki chote. Israeli ana uwezo wa kuvumilia kwa sababu alivumilia miaka mingi sana kutaka kulijenga hili. Ana uwezo wa kuvumilia katika kupanga hila zake mpya kwa ajili ya kuja hili. Wazungu watarejea tena Irani, mara hii sio kwa regime change. Mara hii watakuja kwanza kutaka kudhibiti mfereji wa Hormuz. Kwa sababu walikwenda kutafuta pembe, wamerudi bila macho. Walikwenda kufanya regime change, wakaipoteza Hormuz, wamepoteza na vingine. Sasa mara hii watakwenda kujipanga kwa ajili ya kuja kutafuta tena macho yao, ili baadaye waje kuja kutafuta hizo pembe zao. Yani weka katika maneno kitu ninachokuambia kuwa sitegemei kuona baada ya hizi wiki mbili kuwa wanaweza wakarejea tena kwenye vita, kwa sababu kurejea tena kwenye vita kutaashiria Iran kukaa kwenye vita muda mrefu. Trump anafahamu kuwa ugumu umemchukua kiasi gani kuwaleta kwenye meza. Yeye kwake kuwaleta kwenye meza ni ushindi mkubwa sana, kitu ambacho kinaenda kinyume kabisa na agenda ya vita. Epic Fury ulitegemea kuwa itaishia kwenye meza? Epic Fury ilikuwa ni plani au ilikuwa ni operation ambayo ingekwenda kuamua, na Marekani wangechukua Pahlavi wakampachika pale kusema huyu ndio mtawala wenu kuanzia sasa. Lakini tunamaliza mpaka Epic Fury wanakuja kwenye meza, Marekani hamiliki hata square mita moja ya ardhi ya Irani. Unataka ushindi upi? Au unataka kujipima kipi kwa kuwa huyu nani ni nani? Kwa sababu mara zote huwa ninapenda kuwaambia vita zote ni malengo. Unatimiza kiasi gani malengo yako ya vita? Kama unaweza kutimiza malengo ya vita, unakuwa wewe ni mshindi wa vita. Kwa hiyo tukianza mwanzo mpaka tulipofikia na kufika kwenye haya mazungumzo, Irani wametimiza malengo yao juu ya 100%. Sio 100%, juu ya 100%. Yao yalikuwa ni malengo. Walifahamu malengo yao yatakwenda na uhai, malengo yao yatakwenda na kafara, malengo yao yatakwenda na vifo vingi sana. Hilo walifahamu. Malengo yao yatakwenda na uharibifu wa miundombinu. Hilo walijua, lakini walikuwa wamewekeza kwenye malengo. Sasa malengo yao yanabaki kuwa vyote walivyokuwa wakivimiliki awali vinabaki, na sasa wanaongezewa vingine ambavyo walikuwa hapo awali hawana. Hormuz walikuwa hawana, vikwazo vilikuwa vimekaa juu yao, lakini hebu tathmini mwenyewe tu utapata jibu kuwa tunachokizungumza ni kipi na uhalisia ni upi. Jamani, nawashukuru sana, asanteni, na haya ndio yameyojiri. Tusubiri hayo mazungumzo yatakayoendelea na tusubiri update mpya zinazoendelea. Hivi sasa ni rasmi kuwa kuna ceasefire ya wiki mbili. Vita imesimama rasmi. Israeli hawezi kushambulia Iran, Iran hawezi kushambulia Israeli, Amerika hawezi kushambulia Iran, Iran hawezi kushambulia washirika wake wa kikanda. Washirika wa kikanda wote sasa wanafungua nchi zao na mashirika yanaweza kuanza kazi, na tunaweza tukashuhudia kuwa angalau kutakuwa nafuu kidogo ya mafuta katika kipindi hiki. Na baada ya tangazo hili la ceasefire, tumeona kuwa bei za mafuta kwenye soko la dunia zimecheza kidogo, zimeshuka, lakini hazijafika katika kiwango ambacho ilikuwa kabla ya vita. Tunaweza tukashuhudia hii hali ikibaki katika nafasi hii, lakini inategemea baada ya wiki mbili haya mazungumzo yatakwendaje. Ikiwa mazungumzo yatakwenda sawa, tunaweza tukarudi kwenye hali taratibu, lakini bei ya mafuta na nishati inaweza ikabaki kuwa juu, kwa sababu katika vurugu hizi kulikuwa kuna uharibifu mkubwa wa miundombinu ambayo inahitaji marekebisho kwa muda. Kwa hiyo dunia tukubali kupita katika kunywa huu chungu ambao tuliutengeneza wenyewe. Jamani, asanteni sana na nawashukuru. Shukran sana. Tutakutana hapo baadaye inshallah kwenye update nyingine zinazoendelea.